Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Basi namshukuru Mungu kwa hii neema na rehema ambayo ametupatia. Kabla tuanze tuamini tuombe. Neno lake liendelee sana wapenzi yake. Mtakatifu wa Israeli, Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo, napoongea nasi Bwana kuhusiana na nidhamu katika kusanyiko lako Bwana, nidhamu katika kanisa lako Bwana, nidhamu katika mwili wa Yesu Kristo Bwana. Mungu tunaomba neema na rehema Bwana ziwe juu ya somo hili Bwana. Mungu nenda ukatunyenyekeze, nenda Bwana ukaongee nasi Bwana, nenda ukatuonyeshe Bwana baada ya wokovu Bwana, kama hatutatembea katika nidhamu ndani ya Kristo Yesu Bwana, basi tutakuwa wale wa kutupiliwa mbali na wakukataliwa mbali Bwana. Mungu naomba rehema na neema zako Bwana ziwe juu yetu Bwana. Mungu kuna wengi ambao Bwana wanapokea nuru ya wokovu, lakini Bwana kuendelea kutembea katika nidhamu Bwana, wanajipata Bwana wamesusia Bwana. Mungu tusaidie tusitosheke tu na kile ambacho umetupatia katika wokovu wa kwanza Bwana, ila tu Bwana tuzidi kukaa katika uwepo wako Bwana, utakatifu wako Bwana, na kutembea katika kazi za Yesu Kristo hadi mwisho Bwana. Jitukuze Bwana. Wale ambao pia Bwana Kristo hajaumbwa ndani ya mioyo yao Bwana, wacha waone na watambue Bwana, wakiwa katika upotovu wa nidhamu Bwana, wapate kuona, wapate kutubu Bwana upotevuo wa nidhamu Bwana, kwa sababu itakuwa ni sehemu ya toba kwa mwenye dhambi na ni sehemu ya toba hata kwa mtakatifu aliye ndani ya Yesu Kristo Bwana. Jitukuze mtakatifu wa Israeli Bwana. Asante kwa kuwa somo hili Bwana ambalo ni lako Bwana unaenda kulivivia, na kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na tukiamini. Amen. So hili somo tunaliangalia kwa uwezo wa Mungu. Linamhusu yule aliyeokoka, linamhusu pia yule ambaye hajaokoka. Yule hajaokoka atapata kuona Mungu apendezwi na indiscipline, upotovu wa nidhamu, na amekuwa akiishi katika indiscipline maisha yake yote. Yule ambaye hajaokoka amekuwa na discipline. Kio hujaokoka una discipline, umekuwa katika upotovu wa nidhamu, na Mungu atapokuwa analeta wazi upotovu wa nidhamu, jinsi anavyochukia kwa mwenye dhambi, then kwa uwezo wa Mungu uzidi kugeuka, uzidi kuondoka katika hizi tabia ambazo Mungu anaziita upotovu wa nidhamu. Alafu upate kuelewa kwamba mtakatifu ambaye ameokoka, hapa pia kuna uzito. Wale ambao wameokoka wako ndani ya Kristo, nafaa tuelewe tu kitu kimoja. Kama uko indiscipline, kama mimi niko indiscipline, hauingii mbinguni. Mungu akai na watu ambao wako indiscipline. Hiyo inafaa nijue kutoka kwa moyo wangu. Hiyo inafaa ujue kutoka kwa moyo wako. Umeokoka, Mungu akubariki katika hiyo. Nimeokoka, Mungu anibariki katika hiyo. Lakini kuna kitu yafaa uelewe, pasio kuokoka. Pasi kuokoka, kama nitakuwa indiscipline, then sitaingia paradiso. Bwana Yesu asifiwe. So nataka tusome waraka wa pili wa Yohana. Waraka wa pili wa Yohana msomaji unaweza nisomea tafadhali yani? Boris pia ukipata ni sawa unaweza kusoma. Waraka wa pili wa Yohana 9:1-9. Waraka wa pili wa Yohana 1:9, maandiko yanasema, mtu yoyote asiyedumu katika mafundisho ya Kristo bali akayaacha, yeye hana Mungu. Yeyote anayedumu katika mafundisho ana Baba na Mwana pia. Rejelea tena tafadhali. Waraka wa pili wa Yohana 1:9, mtu yoyote asiyedumu katika mafundisho ya Kristo. Mungu anasema mtu yoyote asiyedumu katika mafundisho ya Kristo. Mafundisho kwa lugha ya Kimombo inaitwa teachings ama doctrine. Hapa tuwe makini tafadhali. Mungu anasema mtu yote ambaye hatadumu katika doctrine, hataendelea katika mafundisho ya Kristo, huyo
Mtu yote asiyedumu katika mafundisho ya Kristo bali akayaacha, yeye hana Mungu. Mpaka hapo. Yeye hana Mungu. Hivi ndio Mungu anasema. Mtu yote yule ambaye ameokoka, haswa hii barua ilikuwa inaandikiwa watakatifu waliokoka kweli. Wamebatizwa na Roho Mtakatifu kweli. Wamebatizwa kwa maji kweli. Mungu anawaandikia barua, wanangu wadogo, sikilizeni. Anawaandikia. Ni Yohana anawaandikia. Yohana yule ambaye alikuwa analala kwa kifua cha Yesu Kristo. Anawaambia, nyinyi kama hamtaendelea katika mafundisho ya Yesu Kristo, hamna Mungu. Wanaambia hawana Mungu. Waweza nisomea Biblia ya Kimombo? Kiona King James? Second John 1 verse 9. Whosoever transgresseth sawa and abideth not in the doctrine of Christ has not God. He that abideth in the doctrine of Christ, he has both the Father and the Son. Sawa sawa, asante. Usitatizike, iko tu sawa. So Mungu anatumia hiyo jina doctrine. Kwa makini tafadhali hapa. Lugha ya New Testament imeandikwa kwa Greek, original language ya New Testament imeandikwa kwa Greek. Sawa, so hii jina doctrine ukiangalia kwa lugha fasihi ya Greek, ukipata muda unaweza angalia. Hii Biblia moja inaitwa Strong. Inaeleza kuhusiana hiyo neno doctrine, inaeleza hivi. Hiyo neno doctrine inaingia kwa neno reprove. Reprove ni kurekebishwa. Hapa tuwe makini tafadhali. Hiyo jina doctrine inaingia kwa neno reprove. Inaingia kwa neno discipline. Discipline inaingia kwa neno chastisement, kuchapwa na Mungu, kuchapwa. Inaingia katika neno correction. So mtu ambaye ameokoka lakini hayuko corrected, huyu mtu Mungu anasema hana Kristo na hana Mungu. So jina discipline iko ndani ya doctrine. Reproves, yani mtu ambaye amekosa, ameokoka lakini amekosa, lakini hataki kurekebishwa, hataki reproves. Mungu anasema huyu hana Kristo, yuko in discipline. So kuna jina reprove, kuna warning or instruction, kuna also restrained, kuna bond, kuna chastising, kuna chastisement, kuna check, kuna correction, kuna discipline. Ili ndio neno naliangalia na tunaliangalia. Kuna discipline, alafu kuna doctrine, alafu kuna instruction, alafu kuna rebuke. Rebuke. Kama siwezi kupokea hizi zote kama yule ameokoka, kuwa na uhakika na neno la Bwana, niwe na uhakika na neno la Bwana kwamba niko in discipline na mbinguni hauingii. Yani jina hapa doctrine, hii jina imesema doctrine of Christ, inamaanisha correction of Christ, inamaanisha teachings of Christ, inamaanisha discipline of Christ. Kama utembei katika discipline ya Kristo, then Mungu anasema kwa maandiko yake, wewe hauna Mungu na hauna Kristo. Utaenda mbinguni kufanya nini? Utasimamaje katika kitabu cha matendo yako na matendo yangu? Alafu tuko indiscipline. Alafu jina letu lipatikane tena kwa Kristo. Kitabu cha uzima ni cha Kristo. Kitabu cha mwana kondoo ni hicho kitabu cha Yesu Kristo, kitabu cha uzima. So hii neno discipline Mungu amekuwa akinena huku nyuma. Mungu alikuwa akinena to discipline. Ikawa tuko na msukumo na discipline, lakini haikuwa imezidi kufunuliwa wazi. Ndio kwa neema ya Mungu juzi Mungu anaongea tu zaidi, anaongea. Hebu tafuta hili neno vizuri.
Kumbe doctrine of Christ ni discipline ya Yesu Kristo, ni correction za Yesu Kristo, of which mimi nikiwa nimeokoka, wewe ukiwa umeokoka, lakini kama uko indiscipline, jua na uhakika kwamba hauenendi katika mafundisho ya Yesu Kristo, umeacha na Kristo atakuacha na ataniacha. Hauna Mungu. So utabaki na righteousness ya hapa, utabaki kuwa mfarisayo wa mafarisayo, unajihesabia haki kwa mdomo, niliokoka tarehe fulani, nilibatizwa na mchungaji fulani, nilikuwa na ushuhuda, lakini unaambiwa, je, ulienenda katika mafundisho ya Kristo? Huku enenda kwa mafundisho ya Kristo. Na maandiko yanakuweka wazi kwamba wewe ulikuwa indiscipline kwa sababu ya upotovu wa nidhamu. Mungu anasema umewacha mafundisho ya Kristo na Mungu amekuacha. Wezaona venye after ukishaokoka hivi, wezaona sasa ndio mwanzo, haujafika, ndio mwanzo wa nuru imekuzukia. Na kama hujaokoka, wewe umekuwa indiscipline katika maisha yako yote, na una Mungu na una Kristo. So mwenye dhambi anafaa azidi kutafuta toba, azidi kuangalia katika toba ambayo Mungu amekupatia, in what ways, which ways uko na indiscipline. Hakuna kitu ambacho Mungu anachukia kama indiscipline. Discipline. So iko hivyo serious. Whosoever transgresseth and abideth not in the doctrine of Christ, in the discipline of Christ, in the correction of Christ, in the reproofs of Christ, has not God. Huyo mtu ana Mungu. And inaendelea samani nasema, he that abideth in the doctrine, yule ambaye anaendelea kukaa katika mafundisho. Doctrine inamaanisha discipline. Yule ambaye yuko katika discipline ya Yesu Kristo, katika correction ya Yesu Kristo, katika instructions za Yesu Kristo, katika teachings za Yesu Kristo, huyo ndio Mungu anasema he has both the Father and the Son. Huyo yuko na Baba na yuko na Mwana. Huyo tu ndio yuko hivi. So hichi ndio kipimo, hii ndio plumb line, hii ndio kipimo cha kupima ni nani yuko na Baba na ni nani yuko na Mwana. Yule ambaye yuko discipline katika mafundisho ya Yesu Kristo, huyo ndio yuko na Yesu na huyo ndio yuko na Baba. Hao wengine wote ambao wako indiscipline, hata kama wamewahi kuokoka, Mungu anasema anawafutilia mbali. So ili neno nidhamu, tafadhali liangalie sana kwa sababu watu wengi wakishaokoka ndani ya madhehebu, pengine pia wewe, mimi nimekuwa na uwepesi, niliokoka, naweza kufanya hivi kidogo, Mungu anakuambia any kind of indiscipline, tabia yote ile ya upotovu wa nidhamu, Mungu anasema uko indiscipline. Yani sieneni katika mafundisho ya Yesu Kristo na naekwa kando. So inafaa niangalie indiscipline inaweza kuwa katika mambo mingi sana. Katika uovu, katika kiburi, nchi ambazo ni za giza. Mali Mungu anakuambia, mfano kija kama kanisani, nimekuja hapa nafaa nijue hii simu yangu inafaa niweke silent. Niweke silent ili isi interfere, isisumbue. Nimetoa mfano. Sawa? Hizi vitu vingine vidogo ya Mungu anaangalia. Yaweza kuwa tu anaomba hapa, mimi napiga story pia hapa. Hizo ni indiscipline. Mungu apendezwe na hizo. Hiyo ni indiscipline. Ama mwenzako ameingia anaomba, naanza kuongea na wengine hapo. Hiyo ni indiscipline. Mungu apendezwe na hiyo. So paka nijue. Na mambo mengine tutaangalia kwa uwezo wa Mungu, lakini viko vitu vidogo ambao tunapuuza, na hizo ndio vitu ambao Mungu anasema hii ni upotovu wa nidhamu. Mtu akiingia mahali patakatifu, hapo anaingia alafu anaanza mambo mengine hapo, Mungu angemuua. So tukiangalia Job
Ayubu 36:10, Job 36:10. Kitabu cha Ayubu 36 mstari wa 10. Huwafanya wao kusikia maonyo na huwaagiza kutubu uovu wao. Rudia tena tafadhali. Huwafanya wao kusikia maonyo na huwaagiza kutubu uovu wao. Yeah, ya kimombo inasema King James, he opened also their ear to discipline. Hili ndio neno discipline. Unaona discipline hapo inaeleza maonyo. So hapa kwa discipline, he opened also their ear to discipline, to doctrine of Christ. Mungu anafungua masikio ili tuweze kusikia discipline, maonyo, marekebiso, and commanded that they return from iniquity. He opened also their ear to discipline. Anafungua masikio yao ili waweze kusikia neno la Mungu, wasikie maonyo ya Mungu. Alafu afanye nini? And commanded, na anawaamuru that they return. Anafungua masikio, alafu asikie maonyo, alafu anawaamuru warudi, waache uovu wao, warudi. Wewe hata mwenye dhambi anapohubiriwa, Mungu anafungua masikio ya huyu mwenye dhambi ili asikie maonyo, asikie discipline, ageuke kutoka kwa kile ambacho ni indiscipline, atubu, amwamini Kristo, aingie mbinguni. Wewe Mungu anasema anafungua masikio. Kwa nini Mungu afungue masikio? Kwa sababu sikio lako likifungwa katika discipline, hauwezi ingia paradiso. Kwa sababu Mungu hawezi na hata wahi kukana mtu ambaye yuko indiscipline. Hawezi, neno lake limekataa. So mimi nikiwa indiscipline, inamaanisha nikiingia paradiso, inamaanisha Mungu amedhiakiwa. Inamaanisha kitabu chote cha Wagalatia 6 mstari wa 7 itakuwa ni uongo. Na hiyo ikiwa uongo, basi inamaanisha kitabu chote cha Biblia inakuwa chachu yote, kwa sababu ya uongo mmoja ambao imesema Mungu adhiakiwi na mimi nimekuwa indiscipline na nimeingia paradiso. So Mungu amedhiakiwa. So hicho kitabu chote cha Biblia inakuwa chachu kwa sababu ya mtu mmoja. Mungu hawezi kufanya hivyo. Discipline, kama kuna discipline ambayo ni kali kabisa, nzuri kabisa kupitia roho wa Mungu, ni discipline ya Mungu. Hata zile za jela, watu pelekwa jela wakiwa baa, lakini wakitoka pale pengine wamekuwa mafundi, wanaendelea vizuri. Wale waliofungwa masikio yao wakarekebishika. So how much more discipline ya kwenda kukaa na Mungu na Yesu Kristo na maserafi na wazee 24 milele. Unafikiri ni kind of discipline kiasi gani Mungu anaitaka? Na usishangae kwa sababu dhamira zetu zitakuwa zinafanya kazi. Hii dhamira ambayo inafanya kazi hapa itakuwa inafanya kazi pia kule. Licha kwa utaongezea ufahamu mkubwa sana. So unaweza ona makerubi, unaweza ona maserafi, lakini kama uko indiscipline, hata uingie paradiso, bado utatenda dhambi, bado utafanya uovu kama shetani. So Mungu hataki aregelee historia. Shetani aliasi, alafu Mungu amechukua wengine ameweka ndani kule, wako indiscipline, wengine wanaasi, Mungu anafukuza tena kundi lingine. Mungu atafanya hivi. Inamaanisha nini? Ni mimi, ni wewe. Urudi chini, nirudi chini, niwe na moyo kama wa mtoto. Penye Yesu Kristo alisema katika neno la Mungu, niwe tayari kurekebishwa kila wakati, kila saa. Bora tu ni marekebisho ya haki, si marekebisho ya kinafiki, marekebisho ya haki. Mahali unaona umekosa kweli na dhamira inakusudia, hapa hujaenda sawa, na kuna mpendwa anakuambia, mpendwa, hapa uendi sawa. Uweza kuona venye ni hatari, uweza kuona ni venye ni hatari kiasi ya kwamba umeokoka ndio, alafu kuna mtu anakurekebisha ndani ya upendo, ama kuna ndugu yako anakurekebisha, ama ndugu yako atakuja kukurekebisha. Alafu utaona venye huwa ni haraka kusema ni haraka kusema, kumbe hii kusema nimekataa mafundisho ya Yesu Kristo, kwa sababu nidhamu ni fundisho la Yesu Kristo. So nawezaona nimekataa, sitaki nidhamu ya Yesu Kristo. Kumbe nimekataa nidhamu ya Yesu Kristo, na nikikataa nidhamu ya Yesu Kristo, naambiwa mimi sina Mungu na sina Yesu Kristo. Nitahubiria nayo tena.
So kanisa, Mungu katika neno lake anademand total discipline. Discipline ya hali ya juu kabisa. Ndio maana anakupatia amri zake, anaziweka kwa mind yako, anaziweka kwa moyo wangu. Anakupatia haki, anakupatia utakatifu, anakupatia matendo ya Yesu Kristo na kazi ya Yesu Kristo. Halafu anakupatia neno lake, anakupatia malaika, anakupatia kanisa, anakupatia watumishi, anakupatia Roho Mtakatifu. Hizi zote Mungu anakupatia ili uwe discipline. Ili nitembee katika njia ya utakatifu na haki mpaka mwisho, na inawezekana. Inawezekana. Lakini inawezekana kwa kina nani? Yesu anasema wale walio wenye mioyo kama ya watoto wadogo. Moyo ambao unaweza pelekwa hivi, moyo ambao unaweza pelekwa hivi, moyo wa mtoto mdogo na neno la Mungu. Mtoto mdogo akirekebishwa hata huwa si kazi. Ni kidogo tu tap tap. Analia kidogo alafu anarekebishika. Watu wazima wengine watachukua miezi bado hajaipokea, bado anang'ana tu na ile nimeambiwa, ni kama nimeonewa. Miezi na uko ndani ya Kristo haifai hivi. Na moment ninaporekebishwa hapa duniani, nijue unarekebishwa na Mungu na ni upendo wa Mungu, kwa sababu kama utarekebishwa hautashiriki utakatifu wa Yesu Kristo, hautakuwa na Mungu, utakuwa na Kristo. Niambie, shetani alirekebishwa mara ngapi na Mungu nafikiri? Ya Mungu hakuamka tu vita vianze. Alirekebishwa mara ngapi? Alirekebishwa. Maana hata tangu mwanzo moyo wa Mungu si mwanadamu afe katika dhambi. Uvumilivu ule uko ndani ya Mungu kwa ajili ya wenye dhambi, ni uvumilivu ule ambao uko ndani ya Mungu kwa ajili ya shetani na malaika zake. Mungu anaangalia mtoto wake, anamvumilia. Lakini moyo wa shetani umeenda juu kabisa na ameamua ni hivyo na ni hivyo. Then Mungu anasema basi. Lakini Mungu ni mvumilivu, na katika uvumilivu huo tunaambiwa kwa waraka wa Petro, uvumilivu huo ndio wokovu. Uvumilivu wa Mungu ndio wokovu, na wema wake wa kutuvumilia ndio toba, tufikie toba. So wewe mimi na wewe tukiwa katika upotovu wa nidhamu, jinsi hatuna Mungu. Na nisijidanganye na usijidanganye. Naweza angalia pia, waweza isoma 11 Job 36 10-11. Ayubu 36 mstari wake wa 10, huwafanya wao kusikia maonyo na huagiza kutubu uovu wao. Kama wakitii na kumtumikia, wataishi siku zao zilizobaki katika mafanikio. Kama wakimtii na kumtumikia. Wakimtii na kumtumikia, kumtii na kumtumikia kama inamaanisha wanaweza pia wasimtii na wasimtumikie. Kama wakitii, Mungu anafungua masikio yetu sote ili nidhamu ingie, ili tumtii na tumtumikie. So akifungua masikio yangu, mimi niko na choice, uko na choice. Nienda nisikie nimtumikie, ama nimsikie nisimtumikie na nisimtii. Endelea tafadhali. Kama wakimtii na kumtumikia, wataishi siku zao zilizobaki katika mafanikio. Wataishi siku zao zilizobaki. Inamaanisha tayari ushaishi siku basi. Alafu naambiwa ziko zingine zimebaki. Hizi zimebaki hizi. Nikipokea nidhamu, nikimsikia na kumtii, naambiwa hizi ambazo zimebaki. Mungu anasema hizi siku ambazo zimebaki, hujui ni ngapi? Inamaanisha ni chache. Anasema hizi zimebaki. Inamaanisha zimebaki kidogo sana. Hizi zimebaki. Endelea. Wataishi siku zao zilizobaki katika mafanikio. Wataishi siku zao zilizobaki. Hizi zilizobaki kwa mafanikio. Na miaka yao katika utoshelevu. Lakini wasiposikiliza. Mungu anarejelea, anasema kuna option nyingine. Lakini wasiposikiliza, wenye dhambi. Lakini wasiposikiliza. Wataangamia kwa upanga. Mungu anasema wataangamia. Nisiposikiliza, nitaangamia kwa upanga. Wasiposikiliza, wataangamia
kwa upanga. Kama haijaisha. Lakini wasiposikiliza wataangamia kwa upanga. Mungu anasema wataangamia kwa upanga. Nao watakufa pasipo maarifa. Nao watakufa pasipo maarifa. Watakufa pasipo maarifa kwa sababu wamekataa nidhamu. Unaweza soma 13. Wasiomcha Mungu moyoni mwao huficha chuki. Ya Mungu anasema wasiomcha Mungu. Biblia yangu inasema but the hypocrites in heart heap up wrath. Wasiomcha Mungu moyoni mwao huficha chuki. Wasiomcha Mungu mioyoni mwao huficha chuki. Hata anapowafunga hawamuombi msaada. So hivi ndio Mungu ananiambia nisifiche chochote katika moyo wangu. Haufai ufiche chochote katika moyo wako. Wenye dhambi uficha dhambi ndani ya mioyo yao. Wenye dhambi uficha moyo, unaficha mambo mingi sana. Mungu anasema mtu ambaye anaficha mambo mingi sana katika moyo wake, Mungu anasema mtu yuko indiscipline. So niangalie venye nakaa na wengine na uangalie venye unakaa na wengine. Ukiwa na moyo wa kuficha vitu, Mungu anakuambia uko indiscipline. Na moment uko indiscipline inamaanisha wewe si wa Kristo ama mimi si wa Kristo. Sina Mungu na sina Kristo. Uvicha hata wenye dhambi sana asili yao ni kuficha. Kuna vitu wanaficha ndani ya mioyo yao. Mungu apendezwi na moyo unaoficha dhambi, uovu. Mtu huyo mimi ama wewe Mungu anamuita mnafiki. Biblia kama inasema hypocrites. Hypocrites ni wanafiki, watu wa kuficha. Watu wa kuficha. So mnakutana katika ushirika, nimeficha kitu, umeficha kitu, then huu shirika unakuwa indiscipline. Ili shirika lote linakuwa chachu. So itaanzaje ushirika paka usafishike na utakasike? Ni kila mmoja ajue kwamba kama atakuwa indiscipline, kama atakuwa hayuko katika nidhamu, huyo mtu aendelee kwa mafundisho ya Yesu Kristo, arekebishike, nirekebishike, mwingine arekebishike. Ukirekebishika tukiwa katika nidhamu, basi inamaanisha kundi lote litakuwa safi kwa sababu kila mmoja amerekebishika. Mungu apendi kitu cha kufichwa. Apendi. Mwenye dhambi asili yako ni ya kuficha. Wewe umeficha mambo mengi sana mwenye dhambi. Ndio maana hata ukiambiwa kiri dhambi zako, unakiri ukiwa na uoga. Ziko vitu nazuia. Isije ikatoka hii, wacha itoke hii. Isije ikatoka hii, wacha itoke hii. Ya Mungu anasema hapendezi na moyo wa kuficha. Mungu apendezi. Hiyo ni indiscipline. Hiyo inamaanisha wewe hauna Kristo ama mimi sina Kristo, kwa sababu discipline inatokana na neno doctrine. Na doctrine tumesoma, wale ambao hapo katika doctrine of Christ, then hao hawana Christ. Hawana Kristo na hana Mungu. Mtamhubiria nani? Mtamwambia nani nimeokoka? Itakuwa najidanganya. Ni kitabu hiki kitabu ambacho kimekwambia kwamba kupitia Kristo umehesabiwa haki. Ndio kitabu hicho kinarudi kikikwambia basi kama utakaa katika mafundisho ya Yesu Kristo itakuwa una Kristo. Hiki kitabu. So ujiangalie, ni safari ya kuingia paradiso. Ni safari, na Mungu anasema kai na mtu ambaye yuko indiscipline. Yesu aliingia katika sinagogi, aliingia katika hekalu, Yesu Kristo ambaye tunamjua. Akaona hekalu liko na shida. Akaona indiscipline ndani ya ile hekalu. Yesu akamwambia Bwana Yesu asifiwe, nendeni mbarikiwe. Yesu hakufanya hivyo. Yesu alienda akatengeza mjeledi na akaingia huko ndani na akawacharaza. Hivyo ndio afaa nitarajie neno la Mungu liletwe wazi kwa moyo wangu. Niangalie niko na gani kibaya, nisijihesabie haki. Nimwambie Yesu nicharaze katika hilo, liondolewe, nibaki katika discipline. Yesu alitaka discipline katika nyumba yake. Wenye dhambi pia ni hivyo. Mungu wa compromise, kitu ambacho inaitwa indiscipline. Hata tone ha compromise. Hafanyi maagano. Sasa ni mimi nikubaliane na neno la Mungu. Na chochote kile ambacho ni indiscipline ndani yangu na Mungu anasema hiki hakitaki, nikiondoe kwa uwezo wa Mungu kwa kukiri na kuachana nacho. Na kutubu completely kutoka kwa moyo. Kwa sababu mwisho wa siku utakuwa unajidanganya. Utabaki na tarehe ya kuokoka na ya kubatizwa, lakini umetembea katika indiscipline. Jina lako limefutwa kitambo.
mwenye haki akitenda haki atahesabiwa katika haki yake, lakini akiacha ile haki aregelee uovu, hata ile haki yake aliyoitenda haitakumbukwa tena. So Mungu anataka discipline. Tukiangalia kitabu cha John, takuja hapo kwa Ezekiel Mungu akipenda. Angalia John 2. John 2 naweza anza 13. Yohana 2:13. Yohana 2:13. Ilipokaribia wakati wa Pasaka ya Wayahudi, Yesu alipanda kwenda Yerusalemu. Huko hekaluni aliwakuta watu wakiuza ng'ombe, kondoo na njiwa. Nao wengine walikuwa wameketi mezani wakibadili fedha. Akatengeneza mjeledi kutokana na kamba. Akawafukuza wote kutoka kwenye eneo la hekalu, pamoja na kondoo na ng'ombe. Akazipindua meza za wale wabadili fedha na kuzimwaga fedha zao. Yesu anafanya nini? Yesu anaingia, anapata nyumba ya babake imekuwa kama pango la wezi, la wanyang'anyi. Biashara inaendelea pale. Na hawakatazwi, hawaonywi. Sabato baada ya sabato, sabato baada ya sabato, sabato baada ya sabato, sabato baada ya sabato. Na ukiuliza kule ndani, wanakuambia sisi ni wana wa Abrahamu. Sisi tulipokea amri za Mungu kutoka kwa nani? Musa. Sisi tuwafuata njia za baba zetu. Lakini Yesu alipoingia aliona pana kuna kitu ambacho hakiko sawa. Kanisa ndani ya hekalu limekuwa na indiscipline. Yesu alichukua mjeledi. Yesu alichukua mjeledi. Kwa nini? Yesu anawadiscipline wale na akawaondoa, akawatoa. So nisifikirie mimi ni mwema sana kama natembea katika indiscipline, nifikirie Yesu atanitreat mimi tofauti ama neno la Mungu litanibeba mimi tofauti. Hiyo mawazo Mungu anataka uondoe. Indiscipline ni kutokutembea katika doctrine ya Yesu Kristo. Ni kutokutembea katika mafundisho ya Yesu Kristo. Upotovu wa nidhamu ni kutokutembea katika mafundisho ya Yesu Kristo, na hauna Mungu. Hauna Mungu. Kwa uwezo wa Mungu, kwa neema yake, na Mungu atusaidie kizazi ambacho kitarudi kwa kitabu hiki, warudi kwa mioyo yao yote, warudi katika kitabu cha Biblia venye imeandikwa iwe hivyo. Then mambo mingi sana yatabadilika. Mingi sana. Watu na zile kazi ambazo Mungu amezifanya na mitume tena zaidi kwa sababu ya ahadi ya Yesu Kristo. Lakini shida ni mtu ameweka mafundisho yake. Mimi naja natulia hapa. Yeye yuko na church, naja natulia katika church yake, natulia katika church yake. Inakuwa sabato baada ya sabato, sabato baada ya sabato. Lakini hakuna uwepo wa Mungu. Indiscipline iko. Huyu amejaribu, amekuwa na indiscipline. Amefika hapo. Mimi naingia katika indiscipline yake, alafu nakaa natosheka. Na muabudu Mungu kupitia vile vipimo ambao wale wameweka, of si vibaya, wale wameweka, lakini sifai nitulie hapo. Maana kama kuna upotofu wa nidhamu katika hayo mafundisho, inafaa nirudi tena katika neno la Bwana. Niangalie kumbe discipline inahitajika katika neno la Bwana. Kumbe sifai niwe nimeficha vitu hapa ndani. Nimeviweka tu, nimeficha. Sifai nigeuke kutoka kwa hiyo. So ni kurudi kwa venye Yesu anataka nini, Yesu anasema nini, alafu one nguvu za Yesu Kristo. Yesu alitengeza mjeledi. Mimi na wewe pia umjeledi. Makanisa ya leo Yesu akiingia, wengi watatandikwa mijeledi, wengi sana, kwa sababu kuna uchafu mwingi sana kiasi ya kwamba hata watoto wanazaliwa wanaona huu ndio Ukristo, wanatosheka, wanakaa. Wengine tunawazaa wajukuu, wanaona baba salishifi, huu ndio Ukristo. Basi na kwa hivyo na Mungu apendezwe na hivyo. Yesu aliingia na akachange. Yesu alichange. So Mungu anataka change inaanza na wewe mwenyewe. Unatembea vipi? Mimi mwenyewe natembea vipi? Niko tayari kwa uwezo wa Mungu
kugeuka kutoka kwa ile kitu inaitwa indiscipline. Kwa sababu kama utakuwa tayari, hauwezi kuwa na moyo kwamba wengine utakaenda kuwahubiria pia watakuwa tayari. Hawatakuwa tayari, utakuwa mnafiki, utakuwa mnafiki. Change inaanza na wewe. Wewe mwenyewe. Nimeona mimi siko nimekuwa na indiscipline hapa. Mungu nisaidie, nakiri na wachana nayo. Tubu, narejea katika neno la Bwana. Naendelea kuwa discipline sasa. Hata ukitoka kwa uwezo wa Mungu kuhubiria wengine, wewe tayari umechange, umebadilika. Wale wengine pia kwa uwezo wa Mungu watabadilika kwa sababu wewe umebadilika. Lakini uongo, Mungu hawezi kubadilisha mtu ambaye wewe mwenyewe hujabadilika. Utambadilisha vipi? Hata watoto wako watakushinda. Watakushinda kwa sababu Mungu anakuangalia. Anaona huyu ni hypocrite, siwezi kumsaidia, mwacha abadilike yeye kwanza. Kwanza lazima ubadilike. Wewe ni mume, mimi ni mume. Nataka nimbadilishe mke wangu na watoto wangu. Na wakati sina muda wa kukaa nao chini wa kuhubiria Kristo, then watabadilika vipi? Mungu ako na nguvu ya kubadilisha watoto wetu wote, lakini Mungu anatuangalia sisi kwanza. So wewe ndio uko katika front line. Kama utakuwa discipline, usitarajie wale wengine wawe discipline. Lazima wewe na nidhamu mbele za Bwana. Na mafundisho mingi wapendwa. Na mtu anaitwa Enoch katika Genesis. Enoch aliishi miaka 365. Enoch. Lakini kwa miaka yake 300 alimtumikia Bwana. So 65 alikuwa bado hajapata nuru. Lakini alipopata nuru alitembea na Bwana. Miaka yake mingi zaidi alitembea na Bwana. Enoch hakufa. Enoch akachukuliwa. Inamaanisha Enoch alikuwa katika discipline. Enoch akazaa mtoto ambaye anaitwa Methusela. Mungu kwa sababu ya baba alivyotembea vizuri, na naamini pia Enoch alikuwa mfano mzuri kwa mtoto wake. Baba hakufa. Mungu akaruhusu huyu mtoto ambaye anaitwa Methusela aishi miaka mirefu zaidi ya mtu yote duniani ulimwenguni. 969. Neema imetoka kwa nani? Kwa baba. Alafu Lameki akazaliwa. Alafu Lameki akazaa Noa. Noa akawa mwenye haki kwa sababu anajifunza kwa baba, anajifunza kwa mababu. Noa akawa mwenye haki. Mungu akaangalia Enoch, akaangalia Methusela, akaangalia Lameki, akiangalia Noa, anaona ukoo ni ukoo uliomtumikia. Alafu Mungu anampatia neema nani? Noa. Noa na familia yake. Watu wengine wote wanaingia jehanamu. Nani ameanza hii line? Enoch. Kwa uwezo wa Mungu. Enoch amesimama kwa line akasema, hiki kizazi changu kwa uwezo wa Mungu kitabadilika. Lakini kiwezi badilika mpaka yeye mwenyewe kwanza atembee na Mungu. Ni hivyo Petro. Kuna Mungu ametupatia Yesu. Yesu ni bora zaidi. Yesu ni kipimo bora zaidi anayekuwa ndani yako. Then nafanya tembe maisha masafi zaidi hata akina Enoch, maisha masafi zaidi akina Nuh, maisha masafi zaidi ya akina Musa kwa uwezo wa Mungu. Tuna uwezo huo kupitia yale ambayo Mungu ametupatia kupitia Roho wa Mungu. Then how come tunakaa hivi? Ni kwa sababu tuna shida ndani yetu. Hatujapata kuelewa zaidi kitabu, mimi na wewe. Ya Yesu anatumia fimbo hapo. Mungu pia anatumia fimbo. Soma Waibrania. Na swali lingine afanye jiulize, na nimekuwa nikijiuliza mimi mwenyewe. Hapa duniani Yesu alichukua fimbo, alitumia mjeledi, na akawachapa wale watu ambao walikuwa indiscipline, akawatandika Yesu. Sasa Yesu sahihi yuko mkono wa kuume wa Mungu na amepewa mamlaka yote. Huko alitumia mjeledi. Unafikiri uko jua atatumia nini? Huko watu walichapwa. Yesu aliwatandika hapa physical, aliwatandika. Huko jua unafikiri atawafanya nini? Yesu atawachoma milele na milele na milele mbele zake na malaika wake na mbele ya babake. Yesu atakuwa ana smile. So kwa uwezo wa Mungu
nikumbatie discipline ya Yesu Kristo, mafundisho ya Yesu Kristo. Naweza angalia Hebrews, Waebrania 12, waweza anza mstari wa 6, waweza anza 7 ni sawa. Samani anza 5. Waebrania 12 anza 5 ni sawa. Waebrania 12 mstari wake wa 5. Nanyi mmesahau yale maneno ya kuwaonya yanayowataja nyinyi kuwa wana, yakisema, mwanangu, usidharau adhabu ya Bwana, wala usikate tamaa akikukemea. Hivi ndio Mungu ananieleza. Mungu anaponikemea nisidharau. Moment ukidharau hauko katika mafundisho ya Yesu Kristo, kwa sababu doctrine ya Yesu Kristo ni discipline ya Yesu Kristo, ni mafundisho ya Yesu Kristo, ni correction, ni reproof, kurekebishwa. Mtu ambaye hapendi marekebisho, huyo ndio mtu hatari zaidi. Hakuna mtu hatari zaidi kama yule ambaye hapendi marekebisho. Hakuna mtu hatari zaidi kama yule ambaye hapendi kukosolewa wakati anakosoa. Hakuna mtu hatari kama huyo. Hakuna mtu hatari. Kama uko hivyo, Mungu anataka ubadilike. Ukiona mtu anaanza kukurekebisha mahali, inafaa uwe yule mtu ambaye mimi nikiwa pia wa kushuka kwanza na kusikia, kushuka kabisa na kusikia, na anapoeleza unaangalia pia ndani ya moyo. Maelezo ananieleza kweli nimekosea. Ukiwa umekosea, dhamira yako itakushuhudia kwamba umekosea. Sasa dhamira ikikushuhudia ukiwa na kiburi, ukiwa na ujeuri, utataka sasa kupinda. Lakini dhamira ishakushuhudia tayari umekosea. Dhamira itakushuhudia, na dhamira pia itanishuhudia. So Mungu anasema nisidharau marekebisho ya Mungu. Unaweza kusoma next. Kwa sababu Bwana huadhibisha wale hawapendao, na umwadhibu kila mmoja anayemkubali kuwa mwana. Mungu ndiye anayeniadhibu, Mungu ndiye anayekuadhibu. Na Mungu anapokuadhibu, anakuadhibu kama mwana. Yaani anakuchapa kama mtoto. Unaweza kuwa unaishi maisha ya dhambi au hujaokoka, unaishi maisha maovu. Alafu hasira ya Bwana iko juu yako. Ukitenda uovu, Mungu anakuchapa. Hata haujaokoka, lakini ni hasira ya Bwana imeletwa wazi kwako. So ile kuchapwa na Mungu huwa ni vizuri, kwa sababu akikuchapa utageuka. Mfano naiba, unaendelea kuiba, au shikwi, kuna hatari. Uko unaiba na unafanikiwa, kuna hatari. Afadhali uibe ushikwe, uchapwe kidogo, waweza kuacha. Lakini kama unaendelea kuiba na ushikwi, kuna hatari, kwa sababu uendelea kufanikiwa na uovu wako unajaa. Inakuwa kama store, inakuwa store. Ile siku Mungu anakulipa mzigo mkubwa sana. Hata ile siku umeshikwa tu, tairi liko hapa. Na ndio mara ya kwanza tu peke yake. Lakini umeiba sana. Ile siku umeshikwa ndio umekuwa tairi. Umeenda kwa mganga, unafanikiwa. Unaenda kwa mganga, unafanikiwa. Unaenda kwa mganga, unafanikiwa. Basi hii ni hatari kubwa sana. Ni afadhali uende kwa mganga siku moja usifanikiwe, mambo ya kuharibikia mpaka useme siwahi tena kwenda kwa waganga. Hii ni neema ya Mungu. So Mungu anasema huwa anatuchapa, anaturekebisha kama watoto. Mungu asipoturekebisha kama watoto, anasema wewe si mtoto wake. So waweza kuwa uko katika dhambi, unajiuliza mimi nimechaguliwa. Utajua kama umechaguliwa ukiwa katika dhambi, ukiwa katika kutubu. Ukitenda uovu, wewe unafanikiwa, unaendelea kufanikiwa. Ama ukitenda tu, unasikia umechapwa na Mungu. Hii ni wema wa Mungu unakuleta kwa Yesu Kristo kwa wokovu. Hii ni wema. Ni ishara ya kuonyesha Mungu ananipenda licha kwa hata kama sijaokoka, lakini kuna matumaini. Hizi fimbo Mungu ananichapa zinanielekeza kwa msalaba, zinanielekeza kwa toba. Elewa. Sio uzidi kumlilia Mungu kweli.
Na usitosheke hapo, kwa sababu mwenye dhambi akifa bado ni adui ya Mungu. Mungu atamhukumu. Atamhukumu kama vile atamhukumu tu Shetani. So rejesha moyo wako katika hiyo toba Mungu amekupatia. Zidi kurudi katika discipline. Kitu Mungu anataka ni discipline. Hiyo ndio doctrine ya Yesu Kristo. Endelea tafadhali. Kwa sababu Bwana huadhibisha wale awapendao na kumwadhibu kila mmoja anayemkubali kuwa mwana. Vumilieni taabu kwa ajili ya kufunzwa adabu. Hivyo ndio Mungu anasema. Rejelea tena mstari wa 7 tafadhali. Vumilieni taabu kwa ajili ya kufunzwa adabu. Mungu anawatendea nyinyi kama watoto wake. Maana ni mtoto yupi asiadhibishwa na mzazi wake? Umeenda 9, 7. Hiyo 7 ilikuwa haijaisha. Okay, samahani. Waweza rejelea tena 7. Vumilieni taabu kwa ajili ya kufunzwa adabu. Mungu ananiambia nivumilie taabu kwa ajili ya kufunzwa adabu. Mungu anawatendea nyinyi kama watoto wake. Mungu anatutendea sisi kama watoto wake. Kwa maana ni mtoto yupi asiadhibishwe na mzazi wake? Kwa maana Mungu anasema ni mtoto gani ambaye haadhibiwi na mzazi wake? Ni mtoto gani? Kuna mahali ilikuwa nachukia sana. Ilikuwa sijaelewa. Ilikuwa nachukia sana mikutano. Kwa kufanya kidogo mkutano, ukifanya kidogo mkutano, ufanya kosa kidogo mkutano, ufanya kosa kidogo mkutano. Sio ndio? Na nashukuru. Lakini huko nyuma ilikuwa sijaelewa. Mbona hii mikutano? Kwa mikutano mingi kiasi kwamba unachoka. Lakini wazo lingine likanijia na nikashukuru Mungu. Mungu akaniambia kama utaki mkutano usikose. Waona? Naizona mikutano ikuambiwa. Mbona naambiwa kila saa? Wazo likaniambia kama utaki kuambiwa usikose. Hii inamaanisha nini? Ninafanya endelee kutembea katika njia ambayo ni ya discipline na hautaambiwa na mtu yoyote. Sitaitwa mikutano. Nikasema kumbe hii mikutano si shida. Mimi ndio niko na shida. Hii mikutano haina shida kwa sababu hii mikutano inaitwa ni kwa sababu shida imepatikana. Sisemi shida kama uzinzi pengine, sisemi mambo kama haya. Waelewa? Nikaona mbona mikutano kila saa mikutano. Hii mikutano sasa mimi nimechoka nayo. Lakini baadaye Mungu akanizungumzia akaniambia hapana, shida si mkutano, shida ni wewe. Upotovu wa nidhamu. Umeokoka ndio. Lakini bado kuna vitu vinafaa viendelee kushughulikiwa katika moyo wako na katika moyo wangu. Kwa nyuma nilikuwa sijaelewa haya. Lakini nikawa naelewa kumbe shida si mkutano, shida ni mimi. So jiangalie. Kila saa mtu akikwambia rekebishika, mpendwa hapa. Usione kila saa mimi nikimwona huyu naona tunarekebishwa. Nikimwona tu ni kurekebishwa. Jiulize narekebishwa nini? Ni kitu ambacho nimekitenda ama kitu ambacho umefanya nini? Umekitenda. So hii ni kiburi. Inaingia kwangu, ilikuwa kwangu kwamba hii mikutano kila saa mbona wanataka mikutano. Mikutano ilikuwa sawa, mimi ndio nilikuwa na kiburi. Na hivyo ndio Mungu alikishughulikia. Na mpaka leo kwa uwezo wa Mungu na ile tu kunyenyekea. Hata mtu yote, nataka nirekebisha unito nataka kunirekebisha kwa uwezo wa Mungu. Na mafundisho haya, nataka nishuke nisikie kosa langu. Niambie kosa langu. Kweli, hapa sijaenda sawa. Kiri mbele za Bwana, nitubu kugeuka na kuachana niende kwa njia ya ufasaha. Basi inaisha hivyo. Inaisha hivyo. Huku nyuma ilikuwa si rahisi. Sasa ingine unaona kama unaonewa. Hakuna mtu anakuonea. Ukitenda maovu kwa uwezo wa Mungu, Mungu anakurekebisha. Mungu asipokurekebisha anasema wewe ni mwanaharamu ama mimi ni mwanaharamu. Mimi si mtoto, wewe si mtoto. Na ukitaka pia mimi na wewe tukae hivyo, Mungu sinirekebishe. Basi ni sawa na nimesema, Mungu, mimi sitaki kuwa mtoto wako na sitaki kuenenda katika mafundisho ya nani? Ya Yesu Kristo. Ni Mungu ndo anarekebisha. Azingine watu wasikia sermon, kila wakati ukisikia sermon, azingine utasikia sermon ya watumishi wengine wa kweli. Ukisikia
sana kabisa taka kusikia marekebisho. Sababu mwanadamu akiokolewa huwa anafaa aenende katika sanctification. Kuna condemnation, justification, kuokolewa bila chochote. Sanctification, utembee katika utakaso na amri za Bwana kupitia Roho wa Mungu. Alafu kuna glorification. So ukiwa katika sanctification, inafaa uwe tu unapokea marekebisho, kwa sababu kuna mambo mingi sana ambao Mungu akiangalia kupitia neno lako anaangalia makosa, doa. Nisije kwa Mungu nitake zaidi, nikija kwa Mungu ile nuru ya Mungu inionyeshe kile ambacho hakiko sawa mpaka sasa, ili nipate kugeuka. Mfano kama muda wa ibada, mfano kama venye naomba, mfano venye nafunga, mfano venye unahudumia wengine. Mungu anionyeshe ziko mapengo mingi sana. Si dhambi ya kukupeleka jehanamu, si dhambi ya mauti, lakini kuna mambo mingi sana unafaa uendelee kutakaswa na kuoshwa miguu yako kupitia neno la Bwana, na yangu vile vile. Lakini zamani nilikuwa tukisikia sermon, nataka nisikie sermon ambayo itanisisimua, si itanirekebisha. Naona. Ndio maana saa zingine uweza kusikia sermon ukawa hauko katika amani ndani ya moyo wako. Of which Mungu anataka aondoe hiyo pia, iondolee, kwa sababu nikisikia sermon ya kunisisimua, nifurahikie, na of which niko na loopholes, mashimo mingi sana, basi hii ni sawa, uko indiscipline na nataka sermon itakaonisisimua. So nikisikiza sermon yafaa nitafute marekebisho katika hiyo sermon, marekebisho. Hapo ndio utaweza kupokea maonyo ya Mungu. Na mimi vile vile. So unaweza soma 8. Kama hakuna kuadhibishwa, ambalo ni fungu la watoto wote, basi nyinyi ni watoto wa haramu, wala si watoto halali. Ya hivyo ndo Mungu anasema, kama hakuna kuwa disciplined. Chastisement ni discipline, ni reprove, ni kurekebishwa, ni correction. So Mungu anasema kama hakuna correction, haurekebishwi. Mungu anasema basi wewe si mtoto wa Mungu. Wewe ni mwanaharamu. Mwanaharamu inamaanisha mtoto wa ibilisi, shetani. Watoto ni wawili, wa Mungu ama wa shetani. Wa shetani hawarekebishwi. Ndio maana unaona madhehebu mingi sana. Ukiangalia ndani unaona uchafu na mchungaji yuko pale mbele. Mungu anasema hata si watoto wake. Wanakula sakramenti. Na siku ya Christmas wametoka kunywa pombe, alafu morning wanaamka wanafungua mdomo wanakula sakramenti. Unasema mbona haziwaui? Mbona wachapwi? Mungu anasema hata hayupo hapo. Uwepo wake hauko hapo. Ndio hakuna chochote kinawafanyikia. Wako indiscipline, hawana Mungu, hawana Kristo. So watu wakifanya chochote pale, Mungu hayuko. Mungu anasema haimuhusu. Hata wafanye usherati huko ndani alafu wale sakramenti wanywe. Mungu anasema hata hawatachapwa. Haimuhusu Mungu. Hakuna uwepo wa Mungu hapo. Haimuhusu Mungu. Lakini kwa kanisa la kweli la watakatifu linamhusu Mungu. Wakienda wrong kidogo wanachapa. Ukienda wrong kidogo unachapa. Mungu anasema hao ndio watoto wake. Na watu wengi hata waliokoka wanaguswa na hilo church siku hizi. Wakiingia mahali kuna marekebisho, wasema hapana. Hapo mimi sitaki. Mimi nataka tu mahali nitakaa, nisikize neno tu. Beno mmoja nilikuwa tunafanya naye kazi. Alikuwa anasema na alikuwa aoni. Hata aliposema sikuona shida kubwa, lakini baadaye ndio na shida kubwa. Alikuwa anasema mimi sipendi kwenda tu kanisani, lakini anapenda nikae nisikize neno. Hiyo tu ndo anapenda. Anaweza kusikiza sana. Asikiza watumishi mbalimbali. Alikuwa anaitwa Robert, sitamsahau. Mara kwanza nilikuwa naona iko sawa, lakini nilikuwa naona kuna shida. Lakini baadaye nikatambua kumbe hataki kurekebishwa, kwa sababu alikuwa mlevi, alikuwa anataka maisha yake.
Naona maisha yake, anataka tu maisha yake. Mchungaji hapo umeingia sana. Rudi huko. Hapo umepita mipaka. Watu kama hawa. Na ukicho ni kumfungulia shetani mlango na kumwambia mimi nataka niwe mtoto wa shetani, kwa sababu Mungu anasema watoto wake anawadiscipline, anawarekebisha. So kama sitaki marekebisho, Mungu anasema okay sawa, wewe si mtoto wangu, wewe ni mtoto wa shetani. Watoto wa shetani hawajali, watafanya uovu, hawatarekebishwa, watakuwa wamesamehewa milele, umeoshwa na damu ya Yesu Kristo, wewe amini, endelea kukaa hapo. Basi hivyo ndio wataka. Basi Mungu anakuambia nenda basi. Anakupatia hiyo njia, lakini mwisho wake ni hatarini. Nataka nirekebishwe mimi. Nataka nirekebishike. Nataka niendelee kutembea katika discipline ya Yesu Kristo. Si kwa mchungaji mmoja tu, wachungaji wengi. Si kwa wachungaji tu peke yake, mpaka kwa washirika. Si kwa washirika tu peke yake, mpaka kwa maneighbors wanirekebishe. Si kwa neighbors tu, mpaka kwa marafiki, mpaka kwa maadui wanirekebishe. Marekebisho ya haki. Zingine Mungu anatumia hata punda akurekebisha. Utarekebishika. Punda, Mungu alitumia punda wakati wa Balaam. Anaweza tumia hata Mslamu. Mslamu aliturekebisha sisi tukiwa laini ya Makadara. Twawaza itakuwaje? Hawa watu watatoa pesa kweli sana huu mgonjwa itakuwaje? Mungu akainua Mslamu hapo mama nyuma yetu kwa laini, na hakustahili hata awe hapo kwa laini. Alikuwa laini wrong. Sasa msiseme hivyo, msijali wale watatoa, wacha watoe, wala hawatatoa, wacha wasitoe. Mimi naanza kutoa. Akatoa almost karibu nusu ya ile ilikuwa tunatafuta. Mslamu. Baada ya muda kidogo, mama nagundua kwamba hata hiyo line yuko hapo astahili kuwa hapo, anafaa line nyingine kule. Kuna ni Mungu anatumia huyu Mslamu, anatumia punda kuturekebisha. Na tukarekebishika. So ni hivyo nataka niendelee kurekebishika kila wakati. Lakini chunguza sana. Kama moyo wako hutaki marekebisho ya kweli na ya haki, then Mungu anakuita wewe mtoto wa shetani. Mimi vile vile. Waweza soma 9. Tena sisi sote tunao baba wa kimwili waliotuadhibisha, nasi tukawaheshimu kwa ajili ya hilo. Je, si inatupasa kujinyenyekeza zaidi kwa baba wa roho zetu ili tuishi? Tuko na baba wa kimwili na baba wa kimwili wale ambao wamekuwa na wazazi, aidha mama pia wamekuwa kitutandika kweli. Wale ambao wamekuwa kupata wazazi ambao wanajua kutandika, wamekuwa tukitandikwa kweli. So hao wazazi wamekuwa kutandika, wamekuwa kinitandika. Sasa naambiwa je, si zaidi basi mzazi ambaye ni Mungu wa mbinguni? Ikiwa mzazi wako wa mwili alikutandika, alafu Mungu ashindwe kukutandika, basi mzazi wako atakuwa bora zaidi ya Mungu. Na Mungu haizi ruhusu hilo. Mzazi wako alikuchapa, tabia si chake, akakuchapa. Sitaki nikuone, na akakukanya kweli. Na akalikanya kweli. Sasa mzazi wa kimwili, Mungu anasema kama mzazi wa kimwili anaweza kufuatia hii adabu, yeye anasema yeye si zaidi. Maana yeye asipokupa hiyo zawadi na asiponipatia hiyo zawadi, ina maana mzazi wangu wa kimwili atakuwa bora zaidi ya Mungu, na Mungu hawezi kubali hivi. Sasa nisitake Mungu aweke kando fimbo yake na mzazi wangu wa kimwili na wako wa kimwili walitutandika. Sasa wazazi watakuwa bora zaidi ya Mungu. Na iwezekani. Ndio maana Mungu anasema watoto wake lazima atawadiscipline, lazima atakutandika, lazima atanitandika. Siafani kila siku, kila wakati nije kama mwana, mtoto mchanga mbele za Bwana. Mungu nirekebishe, Mungu niongoze, Mungu nisaidie, Mungu endelea kuosha miguu yangu, Mungu endelea kunisafisha na neno lako. Wewe pia vile vile. Haya ndio maisha ya Mkristo, haya ndio maisha ya mtoto wa Mungu. Baba zetu walituadibisha kwa kitambo kidogo kama wao wenyewe walivyoona vyema. Lakini Mungu hutuadhibisha kwa faida yetu ili tupate kushiriki utakatifu wake. Mungu anatuadhibu kwa faida yetu. Mungu anatudiscipline. Anataka niwe ndani ya discipline. Yaani anasema hii discipline na kuchapa ni faida yako. So mimi nikikata discipline na kata faida yangu. Wewe ukikata discipline wakata faida yako.
ya utakatifu ni sawa na unakata uzima wa milele, kwa sababu bila utakatifu huwezi muona Mungu. Na Mungu anasema hii fimbo ambayo nakuchapa nayo ndio inazidi kukusongeza katika utakatifu. Sasa nikikata hii fimbo, ina maana hakuna utakatifu na hautamuona na sitamuona Mungu. Siafani kumbatia hino fimbo, kwa sababu Mungu anasema hii fimbo ndio ni faida yako na yangu kwa utakatifu. Na ni kupitia utakatifu ndio tutamuona Mungu. Bila utakatifu hatumuoni Mungu. Anashuka chini anaeleza haya. Mbona alifika paka chini akaeleza haya? Ni kwa sababu alikuwa anaeleza kuhusiana na discipline. Anaeleza kuhusiana na discipline. Watu wengi utaka utakatifu, lakini utakatifu sio mawazo. Utakatifu si venye nafikiria. Utakatifu iko na discipline yake. Ukishapata utakatifu kupitia imani kwa ile kazi ambayo Yesu Kristo amefanya, sawa, basi kuna utakatifu wa matendo na mwenendo. Na hapa ndio kuna fimbo ya Bwana. Hapa ndio kuna discipline. Nikikataa fimbo na ingia katika indiscipline, naondoka katika utakatifu wa Bwana. Then utaishi vipi? Hautamuona Bwana. So, wawezaona venye anaongea kuhusiana na 10, alafu naweza soma 14. Verse 14 tafadhali. Waebrania 12 mstari wa 14. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote na huo utakatifu ambao bila kuwa nao hakuna mtu atakayemwona Bwana. 14 anaongea kuhusiana na bila utakatifu hakuna mtu atakayemwona Bwana. Na tukishapata utakatifu, hawa anawaandikia na Waebrania tayari wako kwa utakatifu. Lakini pia afanye angalie ni nini huwa inachangia niendelee kukaa katika utakatifu. Verse 10. Baba zetu walituadibisha kwa kitambo kidogo kama wao wenyewe walivyoona vyema, lakini Mungu tuadibisha kwa faida yetu ili tupate kushiriki utakatifu wake. Mungu tuchapa. Mungu tu discipline kwa faida yetu ili tuwe partakers, washirika katika utakatifu wake. Na ni kupitia utakatifu ambao tumepitia kutandikwa na Mungu, kurekebishwa na Mungu, kukemewa na Mungu katika upendo, ndio tunamuona. Ona. Lakini shetani anafunga verse 10, alafu anakuachia verse 14. Alafu nakuwa Mr. kurekebishwa. Mr. kurekebishwa. Kama hutaki kurekebishwa, basi Mungu hawezi kukuadhibu katika njia ya marekebisho. Na basi hautakuwa mshirika katika utakatifu wake na hutamuona. Huo ndio utakatifu wa mawazo. Mtu yote ambaye anataka kushiriki utakatifu wa Mungu yuko tayari kwa uwezo wa Mungu na neno la Mungu kurekebishwa na Mungu. Mtu akianza kukata tu marekebisho, jua huyu anakataa utakatifu. Na nini inafanya hivyo? Kiburi. Naona ujeuri ndani ya moyo. Hiyo tu polepole. Nasahau kwamba mimi na wewe ni watoto na safari ya wokovu ndio imeanza. So naweza angalia ile makanisa 7, yako makanisa ambao 7. Naweza angalia Ufunuo, Yesu akiwa mbinguni, haya makanisa yalikuwa indiscipline. Na Yesu hakukaa tu mbinguni, hakuendelea kukaa. Yesu ni muombezi wa watakatifu. Yesu anaendelea kuomba kwa Baba, anaendelea kuomba, lakini bado akiangalia chini anaona hawa watu bado wako na upotovu wa nidhamu. Na Yesu anajua hawa wakiendelea katika upotovu wa nidhamu hawatashiriki utakatifu. Yesu anaona haya makanisa yako na indiscipline. Angalia macho ya Yesu Kristo kama moto. Kwa nini? Yuko katika makanisa haya 7, macho yake yako kama moto. Miale ya moto inawaka katika macho yake kwa sababu kuna hasira. Watu wako indiscipline. Wameingiza mafundisho ya Jezebel, wamekuwa vuguvugu. Yesu anaona kuna indiscipline hapa na wanajisifu, wanajivunia. Yesu anasema hapana, nyinyi mko na indiscipline. Na muda si mrefu nitawatapika. Na muda si mrefu hichi kinara cha 5 nitafanya nini? Nitakiondoa. Kwa sababu ya nini? Indiscipline. Haya ndio mambo yako hapa kwa Biblia, na kanisa lolote la kweli linafaa liangazie haya. Maana kama nitasema sisi ni kanisa la kweli lakini hatuangazie haya, basi tunakuwa kanisa ambalo si la kweli. Uweza soma a Revelation
Yeah, Revelation 1 waweza anza 13 ni sawa. Ufunuo 1 mstari wake wa 13. Ama anza 12. Ufunuo 1 mstari wake wa 12. Ndipo nikageuka ili nione ni sauti ya nani iliyokuwa ikisema nami. Nami nilipogeuka nikaona vinara 7 vya taa vya dhahabu. Na katikati ya vile vinara vya taa alikuwamo mtu kama mwana wa Adamu, akiwa amevaa joho refu na mkanda wa dhahabu ukiwa umefungwa kifuani mwake. Endelea. Kichwa chake na nywele zake zilikuwa nyeupe kama sufu, nyeupe kama theluji. Nayo macho yake yalikuwa kama mwali wa moto. Ya macho yake yalikuwa kama miale ya moto. Waweza ona venye moto ukiwaka. Moto. Sasa ile miale ile ilete sasa kwa macho ya nani? Ya Yesu. Yaani inawaka hivyo. Inawaka hivyo macho, inawaka hivyo macho yake. Moto ukiwaka huwa una hasira. Unaona venye ukioka na hasira moto, ukioka na hasira. So regesha hiyo picha kwa macho ya nani? Ya Yesu. Sasa unaona kama moto unafanya nini? Unawaka. Inamaanisha Yesu Kristo yuko displeased. Displeased inamaanisha hapendezwi na ile condition, ile hali ya haya makanisa. Licha kwa mengine alikuwa yanajaribu, lakini picha halisi ni kwamba Yesu Kristo hapendezwi. Basi nafanya jiulize, Yesu anapendezwa na wewe? Ama anapendezwa pia na mimi? Na nini nafanya macho ya Yesu yawe hivyo? Uovu, indiscipline. Endelea tafadhali. Nyayo zake zilikuwa kama shaba iliyong'aa katika tanuru ya moto, nayo sauti yake ilikuwa kama mgurumo wa maji mengi. Katika mkono wake wa kuume alishika nyota 7, na kinywani mwake ulitoka upanga mkali wenye makali kuwili. Uso wake ulikuwa kama jua liking'aa kwa nguvu zake zote. Nilipomwona nilianguka miguuni pake kama aliyekufa. Ndipo akaweka mkono wake wa kuume juu yangu na kusema, usiogope, mimi ndiye wa kwanza na wa mwisho. Weza soma 18 tafadhali. Samani 20. Kuhusu siri ya zile nyota 7 ulizoziona katika mkono wangu wa kuume na vile vinara 7 vya taa vya dhahabu ni hii: zile nyota 7 ni malaika wa yale makanisa 7, navyo vile vinara 7 ni hayo makanisa 7. Yeah, Yesu alikuwa katikati ya vinara 7 na katika mkono wake alikuwa ameshika nyota 7. Nasema nyota ni malaika wako katika ile kanisa 7. So kila kanisa lina malaika. Anachukua ripoti zako zenye umetenda, anaenda kupeleka kwa nani? Anapeleka kwa Mungu. Wananungunika, wanafanya uzinzi, wanaishi maisha machafu. Malaika anachukua hizo habari anapeleka nani? Anapeleka kwa Mungu. Yesu hafurahishi na haya. So akasema barua zifanye nini? Yesu akaandika barua na akawapatia wa malaika. Ni wale malaika ambao wanaangalia makanisa venye yanafanya, alafu anakuja kumwambia Yesu. Yesu ana respond. Yesu anaandika barua, anapatiwa malaika, anaambia lipelekee ile kanisa. Huyu malaika yuko in charge ya ile kanisa. Ni msimamizi wa ile kanisa. Analeta ripoti kwa Yesu, Yesu anajibu, anaambia peleka kwa ile kanisa. Huyo malaika anapeleka hiyo barua. Hiyo barua ilikuwa vipi? Mbarikiwe. Haikuwa hivyo. Haikuwa hivyo. Vile vile alivyofanya tu katika hekalu duniani, akatengeza mjeledi. Ndio hivyo ripoti hizo katika barua, ndio hizo ndo anazipeleka. Angalia ili kanisa la kwanza, unaweza angalia chapter 2 verse 1 and 2. Kwa malaika wa kanisa lililoko Efeso andika, haya ndiyo maneno ya yule aliyezishika zile nyota 7 katika maono katika mkono wake wa kuume, na ambaye hutembea kati ya vile vinara 7 vya taa vya dhahabu. 2. Na yajua matendo yako. Paka hapo ni sawa. Yesu anasema na yajua matendo yako. Yesu anaandika barua,
Anasema wapelekee, najua matendo yako. Hivyo ndio Yesu anasema. So Yesu anajua hata matendo yangu. Yesu anajua hata matendo yako. Yesu anajua matendo ya ushirika, makanisa ya kweli. Yesu anajua hili liko vipi, hili laendeleaje. Yesu anajua kwa sababu anatembea katikati ya hayo makanisa. Then nikiwa na moyo ambao hauko sawa na Yesu Kristo, nikiwa indiscipline, Yesu hata anajua pride ikipatikana ndani ya moyo, kiburi, kijicho, faraka, majibizano, nikianza kufanya mambo ambayo hayampendezi Mungu, ukianza ripoti inapelekwa kule. Na hizi barua zikiandikwa, haya makanisa yanafaa yazidi kutetemeka, kwa sababu kama wasipopokea hiyo barua watatapika. So haya maonyo ambayo Mungu ananipatia mimi na wewe, hizi ni barua pia tumeandikiwa. Na Paulo ametuandikia barua nyingi sana. Wazinzi, washirati, wauaji, watukanaji hawataurithi ufalme. Hawataurithi, anasema hivi. Najua matendo yako. Unaweza soma mstari wa 5. Ufunuo 2:5. Kumbuka basi ni wapi ulikoangukia, tubu na ukafanye matendo yale ya kwanza. Kama usipotubu, nitakuja kwako na kukiondoa kinara chako cha taa kutoka mahali pake. Imeisha? Ndio. Okay, asante. Yesu anawaambia usipotubu. Baada ya kuonywa, Yesu anawaambia sasa nataka utubu. Urejee katika zile kazi za kwanza. Watakatifu hawa walienda kombo. Wakawa wanaambiwa sasa mumeenda kombo muda mwingi, mumeenda kombo, nimewaombea. Yesu anaombea, nimewavumilia. Sasa paka barua zimeandikwa. Wanaambiwa regeeni sasa. Na wakiambiwa regeeni inamaanisha wanafaa waregee. Kwa sababu kama wataregea, Yesu atalihukumu ile kanisa kwa kuondoa kinara cha taa. Kuondoa kinara cha taa ni kuondoa Roho Mtakatifu, kwa sababu Roho Mtakatifu ndio kanisa. Ataondoa Roho Mtakatifu na hakutakuwa na kanisa kama hili la Efeso tena. So wewe una ile warning wamepewa. Haina tofauti na mimi na wewe. Sisi hata si bora. Sisi hata kuhubiriwa na mitume. Mahubiriwa tu na mandugu ambao wanafanana na mimi na wewe. Hili ni kanisa ambalo limejengwa na mitume, akina Paulo, akina Petro, akina Yohana, limejengwa na hao. Na Yesu anasema hili naliondoa. Sasa sembuse lile ambalo limejengwa na mtu wa mataifa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, ataliondoa mara ngapi? Hatachelewa. Hata chafanya tu hivi. Naomba hili kwa uwezo wa Mungu la Efeso ni Paulo, Mungu alimtumia, Yesu alimtumia. Anaweza kuwa na ile upendo ama heshima kwa Paulo, lakini haoni heshima kwa Paulo. Anasema hili naliondoa msipotubu. La mtu ambaye yuko mbali tu. So ni hivyo mimi na wewe. Ukisoma 9 Sasa hapo anaposema kanisa. Yes. Si kumaanisha kwamba kumaanisha kwanza ni a group of people ama kanisa ni kukuza passion. Yeah. One person. Yeah. Anaonya. Yeah. Usipotubu. You as a person. Ndio Mungu anahitaji kuishi. Ndio maana katika kitabu cha Genesis hata shindana na Mungu atamkuta na jopo ni ya mtu ambaye anahitaji Mungu kumjua. Na anasema hivi wani asipo tu. Unajua kuna ile tunapowatia ati sasa tuko watu kanisa ni kanisa tunaenda multitude, lakini God is not in one person. Ndio maana anasema atakuja kufanya harusi na bibi yake. Yeye ni harusi ile kwa bibi harusi. You as a person, Yesu anaona hapa kusema kanisa. Wewe person. Okay, asante. So natumai umeelewa. Anasisitizia kwa neema ya Mungu. Mungu anaongea kuhusiana na mimi na wewe. Siangalia jirani yangu.
naongea kuhusiana na wewe, kwa sababu kanisa ni mahali Roho wa Mungu amefanya nini? Ameingizwa ndani. So wewe ni hekalu ukiwa na Roho Mtakatifu. Kama huna, wewe si hekalu la Bwana. Zidi kuomba Mungu, zidi kuweka kutoka kwa wovu. So ichukulie personal. Leo kwa nyuma tukasema kwamba wewe unafaa ubadilike kwanza, mimi nibadilike kwanza, ndio mwingine abadilike na mwingine abadilike, alafu tutakuwa na donge ambalo ni safi. So Mungu akisema najua matendo yako, nisiangalie as a whole. Nijiangalie mimi na ujiangalie wewe as individual, sababu hiyo natumai iko sawa. Unaweza kusoma mstari wa 9. Hiyo tu. Ufunuo 2 mstari wa 9. Naijua dhiki yako na umaskini wako, lakini wewe ni tajiri. Najua masingizio ya wale wasemao kuwa ni Wayahudi, lakini sio, bali wao ni sinagogi la Shetani. Sawa. Biblia ya Kimombo inasema I know thy works. Yesu anasema najua kazi zako. I know thy works. Unaweza soma mstari wa 13. Ninajua unakoishi. Hiyo ni 13. Ufunuo 2:13. Yeah, unaweza soma. Ninajua unakoishi, ni kule ambako Shetani ana kiti chake cha enzi. Lakini umelishika jina langu, wala hukuikana imani yako kwangu hata katika siku za shahidi wangu mwaminifu Antipa, ambaye aliuawa katika mji mkuu wenu, ambako ndiko anapoishi Shetani. Ya Kimombo King James inasema I know thy works. Sijui kwa nini hiyo haikuwekwa hapo, lakini ukiangalia 9 anasema I know thy works. Ukiangalia 13 anasema nayajua matendo yako. Yesu anasema hivyo. So Yesu anasema najua matendo yako. Anajua matendo yangu. So nisifikirie wenda Yesu hajui matendo yangu ama hajui matendo yako na yangu. Yesu anasema nayajua. Huo ndio msisitizo. Najua matendo yako. Anarejelea tena 9. Najua matendo yako. Anarejelea tena 13. Najua matendo yako. Yesu ana-insist katika matendo, ana-insist katika mwenendo. Ni watakatifu, yes, wameokoka, yes. Lakini bado Yesu anasema najua matendo yako. Ina maana hata baada ya wokovu, Yesu anaangalia ile matendo yake ambayo ameweka ndani yako. Je, waenenda katika hiyo njia? Haya ni makanisa ambayo Yesu Kristo anayakemea. Mimi pia faa niwe na moyo wazi kama huo. Ukiangalia 19, nitasoma tu ya Kimombo. 19 nasema I know, Ufunuo 2 mstari wa 19, I know thy works. Anarejelea tena I know thy works. Yesu anambia najua kazi zako. Akoneli kanisa anasema najua kazi zako. Akikuona wewe anakuambia najua kazi zako. Akiniambia anasema najua matendo yako. Najua kazi zako. So niwe consciously, niamke kabisa, niamshwe. Nijue Yesu anajua matendo yangu. So kila tendo ambalo natenda Yesu analijua. Nikiwa katika indiscipline, siko katika mafundisho ya Yesu Kristo, na Yesu anajua. Nikiwa katika discipline, niko katika matendo na kazi za Yesu Kristo, na Yesu anajua. Mtumishi anaweza sijue, hata ndugu yako anaweza sijue, mtumishi mwingine anaweza sijue, lakini usifikirie yule ajui sasa niko at peace. Yesu anasema najua matendo yako. Waefeso, najua matendo yako. Kanisa lingine najua matendo yako. Kanisa lingine najua matendo yako. Kanisa lingine najua matendo yako. Wewe si moto wala si baridi. Yesu anajua. Wakati walianza kuwa na uvuguvugu, walipoanza kukaribisha uovu, Yesu tayari alikuwa anaona mioyo yao. Anambia tayari najua moyo wako. Na wangu hivyo hivyo. Alafu akasema sasa fanya bidii. Waweza soma 16. Fanya bidii utubu. Fanya bidii. 2:16. Basi tubu, ama sivyo nitakuja kwako upesi na kupigana na watu wao kwa upanga wa kinywa changu. Ya hivi ndio Yesu anasema, tubu. La sivyo atakuja upesi. Naomba ni tubu, la sivyo atakuja upesi. Niwe na zeal, uwe na juhudi ya kutubu, ya kugeuka kutoka kwa indiscipline na kukaa katika discipline. Kukaa katika nidhamu. So ukiangalia pia 3 mstari wa 8, I know thy works.
Sema nazijua kazi zako. Anasema nayajua matendo yako. Hivyo ndio Yesu anasema. Yesu anasema personal kwa sababu juu kuna vitabu vya matendo. Vitabu vyako vya matendo viko mbele ya Yesu Kristo. Vitabu vyangu vya matendo viko mbele ya Yesu Kristo. Tendo jema linaandikwa, tendo ovu linaandikwa, na mti mzuri unajulikana kwa matendo yake. Yale ambayo yameandikwa katika vitabu vya matendo, au ndio ataonyesha mbele za Mungu wewe ni mti aina gani, mimi ni mti aina gani. Ni mtu wa kuwekwa katika ziwa la moto ama ni mti wa kuwekwa katika ufalme wa Mungu, katika paradiso yake. So tukimalizia waweza kuangalia 3:19 Ufunuo 13:19. Wale ni wapendao ninawakemea na kuadhibisha. Yeah. Hivyo uwe na bidii ukatubu. Rejelea tena tafadhali samani. Ufunuo 3:19. Wale ni wapendao ninawakemea na kuadhibisha. Mungu anasema wale ni wapendao ninawakemea. Hii kukemea ni sawa na discipline. Ni sawa na correction, ni sawa na nidhamu, ni sawa na wachapa. Wale ambao nawapenda, Mungu anasema anafanya nini? Anawachapa. So ukiwa unatandikwa either katika neno, Mungu anarekebisha kupitia mpendwa, ama Mungu anarekebisha hata kupitia mtu wa nje kabisa, ametumia punda kunirekebisha, basi inafaa nijue huo ndio upendo wa Mungu. So katika marekebisho yafaa nione upendo wa Mungu. Nisipoona upendo wa Mungu katika marekebisho, basi nitajazwa na chuki, nitajazwa na maneno mengine ambayo hata hayapo, na shetani anataka hivyo. Lakini katika kila kurekebishwa kwa haki, inafaa nione upendo wa Mungu. Katika kila marekebisho inafaa nione upendo wa Mungu, inafaa nione upendo wa Mungu. Maana hivyo ndio Mungu anasema wale nawapenda na warekebisha. Sasa kama sitaki marekebisho, sitaki upendo wa Mungu. So kama mimi sitaki marekebisho, sitaki kurekebishwa, naam, mimi sipangwi ngwi, hii ndio inasema mimi na umeokoka, Yesu Kristo ni Bwana. Lakini mimi wasipangwi ngwi. Upangwi ngwi kutoka lini? Upangwi na nani? Ni neno la Mungu linafaa linipange, linafaa likupange. Hakuna lugha kama hiyo. Waona? Hautapangwa basi wewe ni mtoto wa shetani na ufai kuata katika ushirika wa watoto wa Mungu. Manake giza na nuru zinaendana vipi? Huyu ataka kurekebishwa, huyu hataki kurekebishika. Then hawawezi kukaa pamoja. Yule ambaye hataki marekebisho ni mtoto wa shetani, yule ambaye anataka marekebisho ni mtoto wa Mungu. Sasa mtoto wa Mungu na mtoto wa shetani watakaje mahali pamoja? So kila mmoja anafaa au anataka kurekebishwa. Na ndani ya marekebisho yafaa nione love of God, yafaa nione upendo wa Mungu kwa ajili ya nafsi yako, kwa ajili ya nafsi yangu. Lapa nazidisha, nasema cheseni inamaanisha kuwachapa. Ananikemea Mungu na ananitandika. Nisiposikia makemeo, Mungu anaruhusu ugonjwa. Naingia. Mungu alipiga Misri na akachukua mapigo hayo katika Kumbukumbu la Torati 28, akamwambia Waisraeli, mkiacha amri zangu, yale mapigo niliyowapiga wa Misri nyinyi sikuwapiga, lakini mkiacha amri nitachukua yale mapigo ambayo niliwapiga Misri, alafu nitawapiga nayo nyinyi. Akamwambia hivi. Hiyo ni discipline. Ananiambia na kuambia be zealous therefore and repent. Fanya juhudi kugeuka kutoka kwa kile ambacho Mungu amekuonesha ni indiscipline na kuachana nacho. So acha tuamini, tuombe, alafu kama kuna mtu ana comment yote anaweza ongezea baada ya kuomba. Mungu wa Abrahamu, wa Isaka na Yakobo, sifa na utukufu ni zako Bwana. Mungu asante kwa sababu baada ya kupata nuru ya wokovu Bwana, baada ya kupata toba na msamaha wa dhambi, baada ya kubatizwa na Roho Mtakatifu na baada ya kubatizwa kwa maji, Mungu lituonya kupitia Yesu Kristo akituambia kwamba tunafaa tukae katika mafundisho Bwana, na ukatuonya Bwana mtu yote ambaye aenendi katika mafundisho yako ambayo ni doctrine, ambayo dina doctrine Bwana inatokana na neno reprove, inatokana na neno correction, inatokana na neno Bwana discipline, ambayo Bwana tumeiangalia kupitia Roho wako aliye mtakatifu. Nasema huyo si wako na hana Mungu, na hata wewe mwenyewe Kristo au mtambui. Naomba Bwana rehema na neema yako kwa kila aliyesikia, hata kuanzia mimi Bwana tuweze kupata marekebisho zaidi na zaidi Bwana, tuweze kuona upendo katika discipline unayotupatia Bwana. Kama hatutaki discipline yako Bwana, basi na maana sisi hatutaki upendo wako,
Na hata Bwana sisi si watoto wako, lakini sisi ni bastards venye maandiko yamesema Bwana. Lakini hiyo iwe mbali kwa kila aliye mahali hapa, kwa ule uliomuita kwa jina lake Bwana. Maana sote tuliyepata Roho Mtakatifu Bwana ni watoto wako, na tunataka tukumbatie Bwana discipline ambazo zinatokana na wewe katika haki Bwana. Asante kwa familia zetu Bwana. Asante kwa yote na hata kwa vyote. Ila tujaomba, tunaomba muombezi wetu aliyekaa mkono wa kume wa Bwana ambaye ni Yesu Kristo apate kutuombea. Na kwa jina la Yesu Kristo tuomba na tukiamini. Sema neema. Grace of our Lord Jesus Christ. The fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Sema Baba yetu in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For thine is the kingdom, the power, and glory forever.